Kama ulivyouliza katika jicho la kihistoria, tujue hii ni vita ya Silk Road, ni vita ya Zangazuri Corridor na Great Israel. Sasa swali litakuja, ni nani atasalitiwa na ni nani atashinda? Kumbuka, historia haina tabia ya kujirudia, lakini ina tabia ya kufanana. Ili kuelewa kinachoendelea leo katika ardhi hii ya Sham na Mashariki ya Kati, ni lazima turudi nyuma miaka 100 iliyopita, wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Wakati ule himaya ya Ottoman ilikuwa inaelekea ukingoni, na mabeberu wa kipindi hicho kwa wakati ule alikuwa ni Uingereza na Ufaransa, na walicheza mchezo unaojulikana kama Grand Chess, ambao uliacha majeraha mpaka leo, kwa sababu Uingereza alitoa ahadi 3 zinazopingana kwa wakati mmoja. Kwenye vita dunia? Vita kabla ya vita vya kwanza vya dunia. Sawa. Yes, alitoa ahadi 3 zinazopingana kwa wakati mmoja. Ahadi ya kwanza ilikuwa ni mkataba uliokuwa unajulikana kama Sykes-Picot. Sykes-Picot ni mpango wa siri wa kugawa ardhi ya Waarabu kama keki kati ya Uingereza na Ufaransa. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya kwanza. Lakini ahadi ya pili ni azimio la Balfour. Ahadi ya kutoa ardhi ya Palestina kwa Wazayuni ili kuunda taifa la Israeli. Ilikuwa ni ahadi ya pili. Lakini ahadi ya tatu kwa Sharifu Hussein wa Maka pale, kwamba Waarabu wangepewa dola huru ya Kiarabu ikiwa wangemsaliti sultani wa Ottoman na kupigana upande wa Uingereza. Ndio zilikuwa hizo ahadi 3 hizo. Kwa matokeo yake, Waarabu hawa wakatumiwa kama ngazi, kisha wakasalitiwa vibaya mno. Na ardhi yao ikagawanywa, na badala ya uhuru wakapata ukoloni na mzozo wa kudumu mpaka leo wa Palestina. Kwa nataka uelewe hapa sasa, fast forward kwenye hii karne ya 21, mchezo mpya huo tena. Nataka ujue kwa nini Iran imevamiwa. Maana mtu mwingine ana story ni nyingi. Irani sijui iko hivi na hivi, iko hivi na hivi, inabidi usikilize upande wa pili. Leo bodi hii ya chesi kama zilivyokuwa inacheza vile imebadilisha, lakini wachezaji ni wale wale. Manake ubeberu dhidi ya mataifa yanayoinukia, kwa sababu katika moyo wa mchezo huu kuna miradi 3 mikubwa inayokinzana. Maana hatuna chuki na raia wa Ulaya, wala hatuna chuki na wazungu wa Ulaya, ila tuna chuki na ukoloni. Ukoloni ndio uliotufikisha hapa. Pia vile vile hatuna chuki na Wamarekani, au hatuna chuki na taifa la Marekani, ila tuna chuki na itikadi za kibeberu. Umeona? Kwa hiyo maana unajua mtu mwingine ukiongea hivyo anakuambia wewe naona una chuki na hapana, hatuna chuki, wale ni ndugu zetu kabisa. Ila tuna chuki na itikadi za kibeberu ambazo ndizo zinazoendelea kukandamiza mataifa hususan ya Afrika na Asia. Na tuna chuki pia na ukoloni, kwa sababu sisi tumekuwa hivi kwa sababu ya ukoloni. Kwa hiyo naomba lieleweke. Sasa hapa nimekuambia, ukifast forward leo, bodi ya chess imebadilika, yani kama draft, kile kibao cha kuchezea kimebadilika, lakini wachezaji ni wale tu. Yes, au tunasema miti imebadilika ila nyani ni wale wale. Unaona, yani miti imekuwa miti mingine. Sasa hapa kuna mambo 3 kama nilivyokuambia yanayokinzana. Nataka uelewe mgogoro asili yake hasa ni nini. Kuna kitu kinajulikana kama Silk Road, ambayo ni BRI ya China. Alafu kuna Zangazuri Corridor ya Uturuki na NATO. Alafu kuna Great Israel, ikiwemo mradi wa IMEC. Sasa tunamaanisha nini? Mfano nianze na Silk Road. Silk Road ni ajenda ya China. Inajulikana kama Eurasian integration. Kwa maana kwamba China inataka kuiunganisha dunia kupitia mradi wake wa Belt and Road Initiative. China hiyo ambayo ni BRI, Belt and Road Initiative. Kwa China, Irani ni kiungo muhimu sana, yani ni kitovu
Iran, yani katika mpango wake huu wa kutaka kuiunganisha dunia kupitia barabara. Iran si tu mzalishaji wa nishati, bali pia ni lango linalounganisha Asia ya kati na Ulaya bila kupitia nchi rafiki kwa NATO. Ikiwa Iran itabaki imara, mfano Iran kama itabaki imara, basi mpango wa Marekani wa kuidhibiti China kiuchumi utakuwa umefeli. Ukumbuke hawa ni mahasimu wawili wanaopigana kwa swala la uchumi kati ya Marekani na China. Kwa sasa kama Iran itasimama imara, mpango huo wa Marekani kumdhibiti China kiuchumi utakuwa umefeli. Hapa sasa ndipo ile itikadi ya ubeberu inapoona umuhimu wa kuidhoofisha Irani. Kwa hiyo unaweza kaambiwa sijui kuna nyuklia, sijui kuna vitu gani. Rudi nyuma kwa kina Saddam Hussein. Uliambiwa kuna nini kule? Kuna nyuklia. Kuna nyuklia tena. Lakini kweli Saddam Hussein alikuwa na nyuklia. Ila nyuklia ya kweli iko Korea Kaskazini kwa kidogo, lakini hawasogei pale. Kwa nini hawasogei kule? Sasa si pale kweli kuna nyuklia. Kunasogea mahali ambako hamna nyuklia. Haya, tuachane na hiyo. Kuna kitu kinajulikana kama Zangazuri Corridor. Hii ni tunaita ni Uturuki na karata ya Zangazuri Corridor. Ambapo rais huyu wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anacheza mchezo wa hatari zaidi. Kwa sababu hii itikadi ya ubeberu inamshawishi kwa ahadi ya inajulikana kama Turanism, yani kuunganisha mataifa yote ya Kituruki ambayo tunaita ni Turkic states. Kutoka Ankara hadi mipaka yote ya China kupitia Zangazuri Corridor. Ni corridor hii inayopita kutoka Ankara kwenda mpaka upande wa China. Huu ni mradi ambao utapita Armenia na Azerbaijan. Kwa Erdogan huu ndio ufunguo wa Uturuki kuwa superpower. Sasa kila mtu sasa hivi anatafuta kuwa yeye ndio superpower. Ndio ufunguo wa kuwa superpower wa nishati na biashara. Lakini kuna sharti moja la siri. Ili huu mradi ufanikiwe, ni lazima Irani idhoofishwe au ikatwe vipande na kuchochea uasi wa Waazeri ndani ya Iran. Kumbuka kuna yale makabila mawili ambayo ndio kidogo yana population kubwa sana Iran. Kuna Waazeri alafu kuna Wakurdi. Na hawa Wakurdi kama unavyojua wao hawana eneo maalum kuwa wanalo eneo maalum. Utawakuta wako Irani Wakurdi, utawakuta wako Uturuki pia, wako Armenia, wako upande wa Syria na wako upande wa Iraq. Mataifa matano. Sasa wanataka ndio hii wamekuwa wakitumiwa mara nyingi. Hata kwa Saddam Hussein kumngoa walitumiwa, wakaambiwa tusaidieni tumtoe Saddam Hussein, alafu nyinyi tutawatengenezea eneo lenu. Baada ya Saddam Hussein kuanguka wakaachwa. Kwa hiyo sasa hawakuachiwa eneo lao. Sasa nani akupe eneo? Mpango lishatimia. Si ahadi hiyo. Washatembea. Ahadi. Ahadi ya Mungu pekee ndio inayotimia. Hapa sasa ndipo usaliti unapoingia. Kwa sababu hii itikadi ya kibeberu inamwambia Erdogan, linda maslahi yetu, ruhusu Israeli ipumue na sisi tutakupa korido yako. Maana yeye anataka kuifanya Uturuki iwe superpower. Ndio maana unamuona Erdogan akilaani mauaji yanayofanywa na Israeli. Mmekuwa mkimsikia sana. Erdogan, rais wa Uturuki, akilaani mauaji yanayofanywa na Israeli kwa maneno makali hadharani, lakini biashara ya mafuta, chuma na chakula kutoka Uturuki kwenda Israeli haijawahi kusimama. Kwa anatumika kama bafa ya kuliwaza kundi la Sunni huku akitekeleza ajenda ya NATO. Huo ni mchezo wa pili. Ndio maana nimekuambia draft ni ile ile, kasoro tu wachezaji. Draft imebadilika, lakini wachezaji ni wale tu. Lakini kuna mpango hapa wa Great Israel na mradi wa IMEC. IMEC ni India Middle East Europe Corridor. Ndio kirefu cha IMEC. Sasa Israeli chini ya ajenda ya Great Israel. Nafikiri unaelewa Great Israel ni nini? Kwa sababu wanataka kupanua mipaka. Yes, Israeli ile iliyoko ile ramani iliyoko pale. Hakuna kiongozi hata mmoja wa Israeli ambaye amewahi kusema kuwa hii ndio mipaka yetu. Hii walionayo. Lakini wao wana mpango wa Great Israel. Kwamba iweje? Great Israel inatakiwa Gaza ingie ndani, inatakiwa Lebanon ingie ndani, Israeli. Iwe sehemu ya Israeli. Alafu Palestina yote ingie ndani.
Syria na ambayo which walishachukua tayari kwenye utawala huu mpya wa huyu Ahmed Shara ambaye baada ya kumpindua Bashar al-Assad kwenye vilima vya Golan. Lakini upande wa Misri pia peninsula ya Sinai inatakiwa ingie ndani ya Israeli. Hii inatakiwa ikate mpaka Saudi Arabia. Maeneo ya Saudi Arabia iingie mpaka maeneo ya Iraq. Hiyo sasa ndio inaitwa Great Israel. Kwa maana kuwa Israeli sasa ndio iwe super power. Kikwazo pekee kilichoko pale ni Irani ndo anazuia. Kwa hiyo sasa Irani naye ana washirika. Mfano kama Lebanon imeshindikana kuingia Lebanon kwa sababu ya kundi la nini la Hezbollah. Imeshindikana kuingia upande hizi za huku Palestina kwa sababu ya Hamas wako pale ambao wote ni washirika wa nani? Washirika wa Irani. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kwa hiyo hii haitafuti tu ardhi bali inatafuta kutawala Israeli, hiyo Great Israel. Sasa hiyo plan inatafuta kutawala uchumi wa kanda hiyo. Kwa mradi wa IMEC sasa uliozinduliwa hivi karibuni, yani India kwenda UAE, Saudi Arabia, Jordan kisha bandari ya Haifa hadi Ulaya, ni jibu la moja kwa moja kwa Silk Road ya China. Lengo ni kuifanya Israeli kuwa lango kuu la biashara kati ya mashariki na magharibi. Ili IMEC ifanikiwe ni lazima nchi za Kiarabu, Saudi Arabia na UAE zifanye amani. Tunaita hii ni normalization na Israeli. Lakini kuna tatizo. Irani na mhimili wa upinzani. Mihimili yake ya upinzani ambayo ni Hezbollah, Hamas na Ansarallah wanaozuia njia hiyo. Hivyo vita tunavyoviona leo ni vita vya kusafisha njia kwa ajili ya mradi huu wa Great Israel. Sasa swali linakuja nikimalizia hapa. Ni nani atasalitiwa na ni nani atashinda kwenye huu mchezo? Katika hii Grand Chess, hii historia inatuambia kuwa yule anayecheza pande mbili ndio huwa wa kwanza kusalitiwa. Na hapa anayecheza pande mbili ni Uturuki ambaye ni Erdogan. Kama ilivyokuwa Sharifu Hussein wa Maka, Erdogan anapewa ahadi kubwa ya himaya ya hiyo korido ya Zangazuri. Lakini itikadi za kibeberu hazitaki Uturuki iwe na nguvu kupita kiasi. Kwa tukumbuke kuwa pindi Irani ikidhoofika, hatua inayofuata itakuwa ni kuigawa Uturuki yenyewe kupitia mradi wa Kurdistan. Kwa Erdogan anadhani yeye ni mchezaji lakini anaweza kuwa anachezewa. Wao wanasema mcheza huchezewa au muinda huindwa. Kwa Erdogan sasa hapa anatakiwa awe makini. Lakini mataifa ya Kiarabu, UAE na Saudi Arabia wanatumiwa kama wafadhili wa mradi wa IMEC na Great Israel. Ahadi wanayopewa ni usalama na maendeleo. Lakini ukweli ni kwamba mradi wa Great Israel hauna nafasi kwa wafalme wa Kiarabu wenye nguvu. Kwa hiyo wanatumiwa tu kudhibiti Irani, na pindi kazi kimarizika spring nyingine itapikwa kwa ajili yao. Ndio michezo ambayo unajua hii dunia inawatawala. Lakini mshindi wa kweli atakuwa yule atakayeweza kuvunja logic ya itikadi ya kibeberu. Huyo ndo atakuwa mshindi wa kweli. Ikiwa Irani na mhimili wake watasimama imara, miradi ya IMEC na Great Israel itakwama. Kwa hiyo hii italazimisha dunia kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Na ikirudi dunia kwenye meza ya mazungumzo ili tupate amani, ukumbuke China na Urusi ndio watakaokuwa na kauli kuu. Sasa kwenye meza mazungumzo. Ndio, tukirudi kwenye meza ya mazungumzo. Sasa nani anashinda? Kwa sasa ubeberu unashinda. Lakini ni katika propaganda. Kwa sababu lakini kwenye uwanja wa vita unapoteza. Unaona, ndio tofauti. Kwa hiyo unaona mfano kama Marekani kwa sasa hana uwezo sasa wa kufadhili vita tatu. Kumbuka Marekani yuko Ukraine, ukumbuke yuko Taiwan, alafu sasa Mashariki ya Kati. Sasa kwa wakati mmoja ina maana huu mzigo utakuwa ni mkubwa kwake. Kwa hiyo inabidi wakubaliane. Kwa hiyo ndugu yako bwana unampendaga sana, unamtajaga vizuri, utafikiri na wewe ni Mturuki. Hebu mtaje tena. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Huyu anatumika kama cover ya kidini. UAE, haya mataifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu, yanatumika kama ATM ya itikadi ya kibeberu, na watu wa kawaida wa Mashariki ya Kati wanatumika kama chambo. Kwa hiyo ndio mahali ambapo sasa vita vilipo. Kila taifa linahitaji kuwa super power. Yaani linang'ang'ana kuwa super power. Ndio. Unadhani kwa mtazamo wako, unadhani taifa lipi linaweza likafanikiwa?
Tukumbuke kuwa kutokana jinsi ambavyo umeelezea, huku kuna ubepari, huku kuna ujamaa na ubepari. Ndio. Unadhani nani atafanikiwa katika hilo? Mwenye nguvu ndio atakayefanikiwa. Waswahili wasema mwenye kisu kikali ndiye mla nyama. Kwa hiyo unapoona mambo kama haya na ukumbuke pia mataifa huwa hayadumu milele. Kulikuwepo na hizo empire ambazo zilikuwa na nguvu sana. Unaona kama Roman Empire, ikaja hii Ottoman Empire, umeona wakaja Waingereza, ukaja utawala wa Faransa, ulikuwepo utawala kule nyuma wa kina Nebukadneza. Kwa hiyo sio kila utawala utadumu miaka yote moja kwa moja. Mfano kama sasa hivi unaona tulikuwa kwenye ulimwengu wa unipolar system ambapo taifa moja ndio lilikuwa super power duniani. Lakini sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa multipolar system. Ziko super powers nyingi sasa hivi duniani. Na unaona kwa mfano magazeti ya Marekani yanaandika, maana ni Marekani kwenyewe, wanaandika kuwa kwa sasa mataifa ambayo ni super power yako 4 duniani. Ambapo la kwanza ni Marekani, la pili ni Urusi, 3 China, 4 ni Iran. Iran na yenyewe imeingia kwenye super power. Kumbuka ni magazeti ya wapi? Ya Marekani ndio yanaandika. Lakini kitu kimoja zaidi nikimalizia hapa, unaona kuna watu wanasema kuwa Iran wanatumia ria. Na by the way tumekuwa na ushirikiano, nafikiri nyinyi wanahabari mnajua, tumekuwa na ushirikiano wa kibiashara mzuri sana kati ya Tanzania na Iran. Hata juzi hapa kuna makubaliano yalikuwa yanaendelea kati ya Tanzania na Iran. Kwa sababu sisi nchi yetu ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Yes. Sasa unaona wale wanatumia ria. Na unaambiwa dola moja kwa sasa ni sawa na ria milioni 1.8. So unaweza kaona mbona kama imeporomoka, lakini ukweli ni kuwa Irani wanahitaji dola ili waagize nini? Kwa sababu vitu vyote wanavyo pale, kama ni chakula wanatumia hela yao, kama ni mafuta wanatumia hela yao, kama ni gesi wanatumia hela yao, kama ni malipo mbalimbali ya kodi mbalimbali wanatumia hela yao. Ila sasa dola huwa inafanya kazi, ama vikwazo huwa vinafanya kazi, kwa sababu kumbuke dola ndio king of currencies duniani, na walifanikiwa Marekani. Najua ndio maana wako top, ndio maana dola ile, sarafu ile ya dola ndio miamara yote. Hata wewe hapo ukitaka kuagiza kitu lazima utabidi utafute dola. Kwa hiyo hii inakuja kufanya kazi kwa mataifa ambayo ni tegemezi kwa sarafu hii ya dola. Lakini kwa mataifa ambayo yenyewe yanatumia fedha yao kama Irani, hii haiwaathiri kwa sababu ili wewe, maana unajua mataifa ya Afrika na mataifa ya Asia unakuta mafuta tunaagiza, mbolea tunaagiza, chakula tunaagiza, sijui sukari tunaagiza, yani kila kitu tunaagiza, kwa lazima tuagize kwenye hela hiyo. Haya, njoo kwenye masuala ya mikopo tunakopeshwa na hayo mashirika makubwa duniani, na yenyewe yanakopesha nchi za Kiafrika na nchi za bara la Asia kwa dola. Yani lazima utahitaji dola, huwezi ukaikwepa dola. Lakini haifanyi kazi sana kwa mataifa, ndio maana unakuta taifa kama Korea Kaskazini lenyewe hali nini, yani wako wanaendelea na maisha yao na hawatumii dola. Na uwezo kukuta dola, na si ajabu ukikutwa na dola pia vile vile kule lazima uchange hiyo hela yako uende kwenye pesa yao. Kwa hiyo iko katika namna hiyo. Sawa, nina maswali mengi kidogo, lakini kwa sababu ya muda ngoja tuende katika sehemu nyingine. Hiyo ilikuwa ni katika sehemu ya kwanza